ambao aliwaumba kwa upendo wake wakamkosea, pamoja na kumkosea aliyekuja kuwaokoa, hao ndio wampige wamuue. Hauelewi hauelewi kina cha jambo hili. Na sasa sio tu mauti, alinyenyekea hata mauti. Maandiko yanasema naam, mauti ya msalaba. Kwa nini amesema mauti ya msalaba? Kwa sababu mauti ya msalaba ndio mauti iliyokuwa ya dharau zaidi na maumivu zaidi kuwahi kutokea. Taifa lilikuwa linatawala kipindi hicho lilikuwa la Warumi, na ndio watu waliokuwa wakatili kuliko kipindi chochote. Kipindi hicho, leo mtu akitaka kufa wanamwambia wampige sindano ambayo haimuumizi ili asisikie maumivu anapokufa. Si unajua mtu anaweza akahukumiwa kunyongwa Marekani kwa mfano, alafu akiumia katika kunyongwa ikaibuka kesi kwa nini ameumia. Unajua hicho kitu? Kipindi hicho ukatili ndio ulikuwa katika piki. Ndio Yesu aliangikwa msalabani. Fikiri umeangikwa msalabani uchi mbele ya watoto wako. Hiyo ni aibu nyingine. Yesu aliangikwa msalabani uchi mbele ya viumbe aliowaumba na kuja kufa kwa ajili yao. Kwa hiyo yeye tu kuja duniani ni kama umkute nakosa mfano. Kuna watu kwa sababu ya hadhi zao za kibalozi, kuna mitaa hawaruhusiwi kupita kwa sababu ya hadhi zao za nini, za kibalozi huko duniani. Yesu kuja duniani, kuja tu ilikuwa ni dharau ya namna ya juu sana. Kukubali kuvaa mwili Yesu ilikuwa ni dharau ya namna ya juu sana. Kukubali kufa kwa ajili ya watu ilikuwa ni kiwango cha juu sana cha dharau. Lakini kukubali kufa kifo cha msalaba ilikuwa ni kitu cha huwezi kukielezea. Apigwe, adhalilishwe uchi mbele ya watu waliowaponya, mbele ya watu waliowaokoa, mbele ya watu waliowatetea, mbele ya watu waliowasaidia. Apigwe kwa ajili yao. Ningekuwa na nafasi, ningekuelezea utafiti wa kidaktari wa chuo kimoja kikubwa Marekani. Walitafiti na kufanya utafiti maumivu aliyoyapitia Yesu tangu siku ule anaanza kusulubiwa mpaka anaangikwa msalabani. Kipigo alichopigwa, alikuwa hataki kufika msalabani kwa aina ya kipigo alichopigwa. Kwa sababu kwenye movie zenu wanaonyesha labda huyu mtu aliyetengeneza Passion of Christ amejitahidi kidogo. Kwa sababu ile mijeledi haikuwa tu mijeledi ya kawaida. Ilikuwa ni simbo ambazo zina tuminyororo tudogo tulishoshikilia vichuma kule mbele, ili kwamba mtu akipigwa mgongoni ukivuta itoke na amechanika kidogo. Walikuwa hawampigi, walikuwa wanataka kumchana mgongo na mbele ili akaangikwe msalabani. Aangikwe msalabani. Nimewahi kuambia watu, fikiri unaning'inia hapa, wewe dandia pale ushikilie tu, utakaa muda gani? Kabla mikono haijauma ukaachia. Sasa ukigongelewa msalabani hauna option ya kuachia. Utaning'inia hapo mpaka ufanyeje? Hata ukichoka tukusaidieje? Na umegongelewa wapi? Msalabani. Umegongelewa msalabani. Na walipokuwa wanaangikwa msalabani walikuwa wakai hivi, wao walikuwa wanakaa hivi kwa sababu ya maumivu. Mtu akitaka apate nafuu anapinda hivi, akipinda anafinya mapafu, anashindwa kupumua. Ili aweze kupumua inabidi avute pumzi kwa kujivuta katika misumari aliposulubiwa ili apate hewa, alafu arudi tena hivi. Anaweza kufanya hivyo mara ngapi kabla hajafa? Akiwa uchi msalabani mbele ya mama yake mzazi, mbele ya wanafunzi wake. Alitoka katika utukufu huu kuja kufanya yote hayo kwa sababu ya nini? Ya dhambi, ili kuwaokoa watu wake na nini?
na dhambi zao. Ndio maana alikuja. Kwa hiyo ukisoma Mathayo 1:21, nayo utazaa mwana naye ataitwa jina lake Yesu, kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Utaona tu hilo andiko limepita, lakini haujui kilichotokea mpaka kuokoa watu na dhambi. Sasa nitaka nikuonyeshe uzito huo angalau kwa kidogo, ili ujiulize dhambi itakuwa na madhara kiasi gani mpaka Yesu akubali kupitia fedha yote ili kuniokoa. Nataka ufikiri hapo kidogo kabla hatujaongelea madhara ya dhambi. Ukiona mwana wa Mungu ametoka alipotoka kuja duniani ili kutuokoa na dhambi, lazima ujiulize hii dhambi na hatari kiasi gani mpaka Mungu ameshuka. Hajaja ili kukupa gari ili una akili timamu, amekuja ili kukuokoa na dhambi, kwa sababu katika akili za Mungu anaona kitu cha hatari zaidi kwa mwanadamu ni dhambi kuliko kitu chochote. Ndio maana alikuwa tayari kuja kufa kwa ajili hiyo. Yesu hakuja kwa ajili ya jambo lolote isipokuwa kuokoa watu na dhambi. Mwambie jirani yako, Yesu hakuja duniani kwa ajili ya kitu chochote isipokuwa kutuokoa na dhambi. Hiyo lazima likukae, utulie nalo, ulielewe. Na ninawaambia mara nyingi watu, wakati Yesu anapelekwa msalabani, sio kwamba alikuwa hawamudu wale jamaa. Uelewe hicho vizuri. Alinyenyekea tu, lakini Yesu alikuwa na uwezo wa kufanya ile Yerusalemu yote watu wakabaki vipande vipande, wamekata watu wote. Anaweza tu akakoa kidogo. Ningekuwa na muda ningekupitisha kwenye maandiko namna ambavyo malaika wachache walishuka na kushughulika na jeshi la watu 100,000. Ungeweza kuelewa. Yesu ni Bwana wa mabwana, ni Bwana wa majeshi. Wakati anapitia hayo yote, nadhani malaika walikuwa wamekaa wanasema, si atoe amri, atoe amri, atoe amri Bwana, atoe amri. Wakaambiwa tulieni. Alikuwa na jeshi la malaika linangoja Bwana akoe, kwa sababu angefikiri tu Yesu angesema tu awaze kisasi, dunia nzima ingeanza upya. Angeweza kwa jeshi la malaika akakatakata watu wote duniani wakawa vipande vidogo vidogo. Hiyo ilikuwa inawezekana, ilikuwa ndani ya uwezo wake Yesu. Lakini nakusikia alinyenyekea hata mauti, maana yake aliruhusu hilo liwe. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Umenielewa vizuri mtu wa Mungu? Sasa kama haya yote yalitokea, kuna nini katika dhambi? Kwa nini ni kwa ajili ya dhambi tu Yesu alikubali kupitia yote hayo? Kuna vitu vingi Mungu alivifanya kabla, lakini hakuna jambo kubwa kama hili. Hakuna muujiza, hakuna jambo la ajabu kwa kutokea kama Yesu kuanguka msalabani, kwa sababu ya yeye Yesu alivyo sawa na Mungu, na namna alivyokuwa treated, kwa Kiswahili, na namna alivyokubali kutendewa na wanadamu waliokuja kuokoa. Kwa sababu hiyo, sema kwa sababu hiyo, sema kwa sababu hiyo, hautakiwi kuangalia dhambi kwa jicho la kishabiki. Hautakiwi kuangalia dhambi kwa jicho la nini? La kishabiki, kwa ajili ya kukomenti Facebook na kubishania. Hapana, kuna kitu kikubwa nyuma ya dhambi, mpaka Yesu akaja kufa kwa ajili yake. Na labda kabla hatujaendelea mbali, ni kuangalize jambo moja. Sisi hapa kama jinsi tuna misimamo yetu ya kiimani. Kila dhehebu lina misimamo yake ya kiimani. Sisi tunaamini katika mtu akishamwamini Yesu ameokoka. Mfaje? Ameokoka. Na tafsiri yetu ya wokovu ni vitu vyote ambavyo ni manufaa ya waliookoka. Tunaamini katika mafanikio ya kiuchumi, watu kuwa na afya nzuri, watu kustawi, watu kudhihirisha utukufu wa Mungu, kwa sababu maandiko yanaonyesha utukufu huo kama package ya wokovu.
tunaamini katika wajibu pia wa mafanikio hayo, kwa sababu ya kitu kilichofanyika msalabani. Tunaamini mtu anaweza akaishi maisha matakatifu kabisa bila mawaa maisha yake yote.